Dominic Salamba, uko vizuri? Niko vizuri za kwako? Uzima upo na hulalamiki? Nzuri kabisa. Ni jambo la kumshukuru Mungu kweli kweli. Bwana Garicho, uko safi eh? Ya, mimi niko vizuri. Ndio. Mungu ni mwema. Haulalamiki pia? Namshukuru aliye juu. Maana nikilalamika kuna mtu unalalamika una viatu wenzako hawana miguu, alafu walalamiki wanamshukuru aliye juu. Kabisa. Bwana Salamba, narejea kwako kutazama nini hasa ambacho umekiona kwenye dakika 90 za Yanga ambayo inaonekana kuwa timu bora na tishio kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nini kama mtaalamu wa kabumbu umekiona kwa Yanga hii mbali na ushindi? Nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri lakini ambayo uwezo ukasema ilikuwa ina ubora wa 100%. Okay. Kwa sababu nilikuwa nimekizungumza kwamba changamoto iliyopo, kwanza bado timu haijakuwa na kasi, bado timu haijaungana, na haya yote yanatokana na kukosekana kwa muda kuweza kufanya maandalizi ya timu. Ukiangalia hata timu inapokuwa inatoka kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo lingine, wanakwenda kwa spidi ya kawaida ambayo sasa inapelekea kutengeneza urahisi wa opponent kuweza kukaa kwenye njia na kuweza kuwazuia. Unajua mpira wa miguu ni mchezo ambao unatakiwa unufaike na namba. Yaani timu kubwa inanufaika na kuweza kumonopolize space na kuweza maintain namba yake. Yaani kama mnakuwa mnashambulia, maana kishiri kwamba lazima mnakuwa mna quick zile transitions kutoka moja kwenda eneo lingine ili muweze kunufaika na uchache wa opponent. Lakini kama mtakuwa mnashambulia kwa kutumia the same speed, manake opponent anaweza akafanya makosa na baada akaweza kuyasaisha na akarudi. Unaona utabuda mwingi ulikuwa unaona Namungo muda wote Yanga ukiwa na mpira katika eneo lao wanakuwa wametimia, wana watu 8 mpaka 10. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapata nafasi ya kuweza kwenda na kuweza kurudi, kitu ambacho wakati mwingine kinakupelekea uwe na wakati mgumu kuweza kuzipata nafasi na kuweza kuzitumia. Lakini ukiangalia uwezo wa mtu moja uko vizuri, lakini taratibu unaweza kuona timu inaanza kurejea. Na first half ilikuwa ni ngumu kwa sababu timu ilikuwa inashindwa kutembea katikati. Of course kuna kijana Casemiro Abdulnasir alikuwa ameingia. Ni kijana ambaye anakuwa mzuri na anaendelea kupewa experience, lakini ambacho alikuwa anashindwa kuweza kudictate na kuweza kulazimisha opponent afanye makosa. Naona Yanga ilikuwa inalazimika kuweza kushambulia kupitia pembeni. Na upande ambao alikuwa anautumia ni upande wa Shadrack Boka. Boka ana energy, ana kasi, lakini changamoto yake moja kubwa bado utulivu kwenye kupiga pasi ya mwisho. Zimepigwa kipindi cha kwanza cross karibia 10, lakini anapiga cross sio pasi. Okay. Tofauti kama kwa mawazo ya au kwa uwezo wa Meduseni. Kwa hiyo na Yanga walikuwa wameopt kushambulia kupitia kushoto. Lakini pia mingi ambayo alikuwa anaipiga ni kama alikuwa anaitupa. Yaani unapiga watu waende kugombania. Kitu ambacho wakati mwingine inakuwa ni kupoteza nafasi. Kwa pia aweze kuimarisha utulivu wake na asa anapofika kwenye eneo la mwisho na kuweza kujua pasi anaipiga wapi. Pasi ambayo anatakiwa apige V, anapiga mpira wa juu. Mpira ambayo anatakiwa apige mpira wa juu, anapiga V. Sometimes anapiga cross nyingi ambazo zinaishia kwenye eneo la kiuno, ambazo ni ngumu kuweza kuziunganisha. Na hata pasi ambayo alikuwa amepiga, nafikiri alikuwa ni mshambuliaji Traore, alipiga pasi kwa Shashaman, ni pasi ya kiuno, ni pasi ngumu sana kuweza kuiscore. Pasi kese mbili, ipite juu au ipite chini, kwa sababu maeneo yale ambayo wakatumia whether ni header au ni foot, lakini katikati hapa itategemeana katika upande gani. Kwa hiyo nafikiri kipindi cha kwanza walikosa matokeo au goli kutokana na kukosa umakini au uwezo mzuri wa kuweza kumaliza nafasi ambayo itakuweza kufanywa na mtu kama Shadrack Boka. Na kipindi cha pili waligundua kwamba timu yao inakuwa katikati na Namungo wanapata nguvu kubwa sana kuweza kuwa retain hasa katika eneo la ulinzi. Hicho kifanya mwalimu ni kwenda kumwingiza mtu ambaye anaweza kuwa na composure kubwa na kuweza kufanya vitu vikubwa. Baada ya kuingia tu Mudathiri, tayari Yanga kuonekana kwamba wana namba sahihi na wakatengeneza uwiano, kwa sababu Mudathiri ana uwezo wa kuchukua mpira na kusogea kwa mamlaka na kupiga katika eneo ambalo linakuwa na madhara. Ndio maana baada ya pale Yanga wakaanza kudominate, ukaanza kuona mtu kama Albert akiwa anakimbia, ukaanza kuona Kazokoani na kuanza kupata free space ambazo akazitumia mpaka anakuja kufunga goli la kwanza ambalo linafungwa na Shadrack Boka. Lakini baadaye tena Max mchezaji ambaye kwenye kila msimu ni kama unakuwa na mwandareti, lakini mwisho siku inaonekana kwamba yeye ndio key figure. Na mimi binafsi yangu katika siku ya leo hii ndio alikuwa ni man of the match, kwa sababu aliweza kulink timu. Yanga haijaunga, lakini yeye anailazimisha timu iweze kuunga. Eneo la kupiga pasi mbili, yeye anasogea mpira na kuweza kuclose gap, kitu ambacho wakati wengine Yanga wanakuwa hawafanyi. Amekuwa na uwezo mkubwa wa kuriski, lakini hata kama akipoteza mpira ni mpesa kwenda kuweza kuretain katika eneo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga waliweza kuidominate na wanajivunia ukubwa wa wachezaji. Goli la 3 unaweza kaangalia Shashaman akili yake kubwa ya kuweza kuanticipate,
anakuwa anafika katika maeneo sahihi, ile first touch yake ilikuwa ni very superb, anachukua mpira anaangalia katika akiwa iko na walinzi anaweza kuscore. Ni mtu ambaye ataendelea kufunga magoli mengi, na hivi leo hii Yanga wamtambulisha Aziz Ki, naenda kuona kwamba Yanga wakiwa wana kitu kizuri, sababu kitu ambacho anakikosa Abdul Nasir anaikosa Mudathir, Aziz Ki anacho, mtu anaweza ku close gap na akapasia pasi ya goli, kitu ambacho saizi wanakosa mtu kama huyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga ilikuwa ni swatu la utulivu na kutumia nafasi ndio wapate matokeo. Bwana ni Chifu Nzobane kama Zumfela huyo Dominic Salamba akizungumza nasi kama sio kulindi manasi hapa studio juu ya Young Africans na kiwango bora kweli kweli kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya klabu ya Namungo. Yanga ametakata kwa ushindi wa mabao 3 kwa moja. Mimi nataka nijue kwa namna ama kwa kiwango gani wanaendelea kuimarika Young Africans ukitazama na mchezo ule uliopita dhidi ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wale ambao walipata ushindi mwembamba bao 1-0. Leo wameimarika wapi Young Africans? Lakini pia unahisi mwalimu Mkoba nini hasa ambacho amekifanyia kazi zaidi kutoka kwenye mchezo uliopita na mchezo huu ambao umemalizika kwa idadi ya mabao ya mama mkanye mwanao, mazoea sio mazuri? Yanga wanazihukumu timu nyingine kwa daraja walilonalo. Okay. Daraja lao ni daraja kubwa sana. Ukiangalia mechi leo hii ilikuwa inaendelea ikiwa haina goli, lakini kwa timu moja ilikuwa ina resist, ilikuwa inaizuia timu nyingine. Yaani haikuwa mechi ambayo pengine ni open play na Mungu anakwenda, Yanga anakwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni Yanga wenyewe wanacheza katika tempo yao wakitafuta nafasi nzuri za kuweza kufunga. Okay. Toka inaanza mpaka wanakuja kupata goli la kwanza. Ni baada ya kufunga goli la kwanza na goli la pili ndipo yakatokea makosa ya defense ambayo nayo haikuwa ni kama uwezo ukasema ilikuwa ni goli labda ni plan ya goli. Ni makosa ya defense kuwa mbele ya eneo, mmoja na Mwamnyeto yuko nyuma na kuna pia kwa Lukindo anaweza kuscore. Kwa hiyo wanacheza wakitumia energy ndogo, wanacheza wakitumia uwezo wa 40% ya kile ambacho wanacho. Level yao, quality yao ni ya juu, ambacho leo kimeongezeka. Leo walikuwa na composure, wampige pasi nyingi sana na uwanja ulikuwa unaweza kusupport. Lakini kitu kingine tunaweza kuona leo hii tayari pameanza kutengenezwa chemistry kwenye baadhi ya maeneo, lakini bado haija click. Na kubwa zaidi tumeweza kuona uwezo wa Shashaman wa kucheza katika maeneo mengi ya kiwanja. Hivi tunazungumza katika eneo la kiungo, tunafahamu pale kuna Fred Ngoma bado hajaanza ili aweze kuja kuitedi kwenye lile eneo. Unaweza kuona pia kwamba kuna ingizo jipa linakuja, lakini pia ukimwangalia mtu kama Aziz Ki bado naye hajaingia kwenye timu. Tunafahamu uwezo wake ambao yuko nao, lakini pia watu kama wakina Mzize na wengine wengi. Kwa hiyo utaona kwamba ni timu ambayo kila siku inaweza kupatia surprise, na mwalimu amenifurahisha kwa kuanza kuamini vijana. Unaona leo hii ukimwangalia Abdul Nasir kama ataendelea kucheza, ni kiungo mwingine mpya ambaye anakuja kuisaidia Tanzania katika AFCON ya msimu unaokuja. Ana uwezo wa hali ya juu, ana confidence kubwa, uwezo wa anticipate. Cha msingi tu anaendelea kutengenezwa ili aweze kuwa na energy na uwezo wa kulazimisha hasa kwenda kwenye kuataki, lakini kila kitu anafanya kwa usahihi kutokana na age yake na umri wake. Unaona kwamba mwalimu kama anaweza kuanza kuwaamini vijana wadogo, maana yake wale wote wakina Gama unazungumzia, wale wakina Chuga na wengine wote watapata nafasi, na hii haitakwenda kuisaidia tu Yanga bali itakwenda kusaidia national team. La kubwa zaidi naona msimu Yanga akienda kurelax sana kupata matokeo hasa katika hizo mechi za kawaida, kwa sababu quality yao ni ya juu sana. Ni quality ya juu sana, ingawaje tunafikiri eneo la ulinzi lazima mwalimu alifanyie marekebisho. Bado uchezaji wa Mwamnyeto Baka kuna makosa ambayo wakati mwingine unayafanya ukikutana na timu kubwa, changamoto. Lakini pia eneo la kiungo bado linapoaya, na siwezi kulaumu kwa sababu ukimwangalia Duke Abuya sio passe holding midfielder, ukimwangalia the same na Max na Mudathir haya. Kwa hiyo uwezo kwa walaumu ni watu ambao wanacheza kwa kupati katika lile eneo, kwa maana whether ni double pivot au anakuwa wako watatu. Kwa hiyo bado kuna kipindi timu inakuwa inaacha gap kubwa. Lakini pia Albert ukimwangalia bado ni kama ni mzito, ana akili kubwa lakini maamuzi yake kwa very slow. Ni mtu ambaye anatakiwa aongeze kitu, na pengine kutokana na fitness alionayo. Kuna mipira mingi ambayo anakuwa anaichelewesha, ambayo kama ingewahi angeweza ku out number na kuweza kusaidia kuongeza advantage kwa washambuliaji. Of course vitu vingi anafanya kwa usahihi, lakini speed yake ni speed ya kawaida. Ukutaka kwenye viwanja ambavyo sio rafiki, maana kwenye mpira ambao utakuwa unapata watu watakuwa wanachukua. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo Yanga walikuwa wanatoa burudani, lakini wakashindwa kutumia nafasi, mwisho wa siku waondoka na magoli 3-1.
Haya bwana, ni Dominic Salamba huyo, Chifu Nzobane Kamazum Fera akiendelea kunguruma nasi na kutupa madini kutokana na kile ambacho amekishuhudia kwenye dakika zote 90 na zile tatu za nyongeza.